Fai, mambo vipi? Poa poa. Hongera kwa aina ya mchezo ambayo umeonyesha leo hii. Asante, nashukuru. Lakini pia hongera kwa aina ya goli ambalo umeweza kulifunga leo. Asante, nashukuru Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Tuambie ugumu wa mchezo. Kipindi cha kwanza nimeona kama vile mlikuwa mnashambuliwa sana, lakini kipindi cha pili mambo yalibadilika. Tuambie ugumu ulikuwa wapi katika mchezo wa leo? Sisi tumekuja na plani ya mwalimu. Mwalimu alituambia kwamba ipo genini, lazima Singida wana timu nzuri, wana wachezaji wazuri, kwa lazima tuwaheshimu. Kwa plani yetu mwanzo tumekuja kwa kuwaheshimu na tumeenda kipindi cha pili kwamba wapi wanakosea ili tukaribishe tupate matokeo katika mchezo huu. Ni muda mrefu sana tuseme hamjawahi kupata matokeo katika mkiwa Singida. Kwa mara ya kwanza mnapata matokeo mkiwa na kocha Ibenge. Mwalimu, nataka kufahamu alizungumza nyinyi na kitu gani na nyinyi? Mwalimu alituambia kwamba hajapata matokeo muda mrefu, tumesare nyingi. Mchezo leo lazima tutumie nguvu kubwa. Hii raundi ya pili lazima kila mchezo uko mbele yetu tushinde. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, raundi ya pili mchezo wa kwanza tumepata matokeo, tutaendelea kupambana. Faisal, mwalimu jana alisema alipata ugumu kujiandaa na mchezo wa leo kwa sababu ilikuwa national team. Mmerejea siku moja, mmeungana na wenzenu, mmepata matokeo siku ya leo. Ilikuwa ni vigumu pia kiasi gani kuelekea na mchezo huu? Ilikuwa ni vigumu kwa sababu tumetoka kwenye national team. Tumechukua ndege moja kwa moja tumekuja Singida na tumekuja usiku mkubwa sana, kwa hiyo tumepata mchoko. Jana tumefanya recovery kidogo, leo tumecheza mechi. Wewe mwenyewe unaona kwamba hatakuwa vizuri kwa sababu ya mchoko, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kila muda unapokwenda mwili unazidi kuchangamka na kufanya vizuri. Na mwisho kabisa, Faisal, mmekuwa na combination nzuri sana Idi Suleiman Nado katika msimu huu. Leo umefunga, yeye ka assist pia. Nini ambacho sisi tukifahamu wewe na Nado kwa uwanjani? Sisi ni majukumu yetu kuisaidia timu. Sio mimi na Nado tu, ni wachezaji wote wa Azam FC. Ni majukumu yetu sisi kuipambania klabu ili kupata matokeo, hakuna kitu kingine. Kuelekea katika mchezo wenu wa Mzizima Dabi, nafahamu mara baada ya hapa mna mchezo mkubwa wa Dabi pale Chamazi. Faisal, umeondoka na kitu gani kuelekea katika mchezo huo? Ilikuwa focus yetu ni zidi ya Singida. Kwa leo tumemaliza, tutarudi Dar es Salaam kujiandaa na mchezo zidi ya Simba, lakini tunajua mchezo utakuwa rahisi, mchezo utakuwa mgumu. Tutafuata maelekezo ya mwalimu ili kupata matokeo katika mchezo huu. Na mmewafunga Simba mara mbili kwenye michuano miwili tofauti. Pengine hiyo inawapa ukakasi wote kwa sababu wapinzani wanaonekana kujipanga zaidi. Sisi kama wachezaji tutafuata plani ya mwalimu. Simba ni timu kubwa, wana wachezaji wakubwa. Kwa hiyo sisi tutaenda kwa kuheshimu. Tutarudi katika uwanja wa mazoezi, tufuata mwalimu vile ambavyo yeye mwenyewe anavyotaka tucheze, tutaenda kucheza.